uchinje, lakini ukienda kununua nyama zilizosindikwa unakula na vitu ambavyo vingine uvijui na baadaye vinakuletea shida. Na watu wengi wanapenda sana hii sausage. Anasema kwa hiyo wako hatarini kiafya kuishi miaka michache au kupoteza maisha kabisa. Kwa hiyo unaweza kuona ni jinsi gani hao ni wataalamu afya wamekinzana kabisa na ulaji wa nyama ya nguruwe. Twende kwenye Qur'ani ambapo Waislamu wenzetu wanasema Qur'ani ni haramu. Ni haramu, yani kitu haramu ni kitu kibaya sana ambacho hakitakiwi. Wanakichukia, yani hata ukiwa unaishi karibu nayo ukifuga nguruwe anapata shida kweli. Waislamu wanasema nini katika ulaji wa nyama ya nguruwe? Unaposoma katika Qur'ani 2:173, Qur'ani inasema kwamba yeye amekuharimishia mzoga na damu na nyama ya nguruwe, na kilichotajiwa katika kuchinjwa kwake ni jina la asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wote wanaokula nyama ya nguruwe na kuchinja hawali kwa mpango au hawachinji kwa mpango wa Mungu, maana Mungu hakuumba hao nguruwe kwa ajili ya kuliwa. Msomaji, nisomee Qur'ani 6:145. Msomaji, nisomee Qur'ani 6:145. Inasemaje Qur'ani tukufu? Inasema sema sioni katika yale niliyofunuliwa mimi. Ndio, haoni yale ambayo amefunuliwa yeye. Kitu kilichohalalishwa kwa mlaji kukila isipokuwa kiwe na nyamafu. Kwa hiyo hicho kitu chakula au nyama hiyo imehalalishwa, yani nyamafu ni kitu ambacho kimekufa. Nyamafu ni kitu ambacho hakifai. Ndio, au damu inayomwagika, au nyama ya nguruwe. Rudia tena hapo. Au damu inayomwagika, au nyama ya nguruwe. Ndio, kwani hivyo ni uchafu. Au kwa upotofu kimechanganywa kwa jina ambaye sio Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo anasema nyama ya nguruwe ni uchafu. Kwa unakuta watu saa mimi nikiona watu wanakula nyama ya nguruwe mezani hapo, sasa kwa tafsiri hapa ni kwamba wanakula uchafu. Ni sawa na mtu anaenda chooni, anaanza kula vile vyakula, anaanza kula kile kinyesi cha chooni, au anaanza kula matope. Nasema anakula uchafu. Ni uchafu. Kwa hiyo jamani, wanaokula nyama ya nguruwe wanakula uchafu. Sijui mwenzangu kama utaendelea kula chakula hicho cha nyama ya nguruwe. Yaani mimi kwa kweli siwezi, kwa sababu ni uchafu. Lakini sio hiyo tu, lakini unaposoma Qur'ani 5:3 tuone jinsi gani inavyosema. Qur'ani 5:3. Je, imeishia tu kwenye katika ile aya iliyopita au je kuna aya nyingine? Tuone Qur'ani 5:3. Qur'ani tukufu inasemaje? Inasema ya kwamba mmehamishiwa nyamafu na damu na nyama ya nguruwe, na mnyama aliyechinjwa si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Yani wanaochinja nyama ya nguruwe hawachinji kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, maana Mwenyezi Mungu yeye aliweza kukataa. Lakini Qur'ani 5:60 inasemaje? Qur'ani 5:60 tuone inasemaje. Qur'ani 5:60 inasema ni yule ambaye Mwenyezi Mungu amemlaani. Ni yule Mwenyezi Mungu ambaye amemlaani na amemkasirikia na amewafanya miongoni mwao wanyama mwa wanyama hao ambao ni nguruwe, na wakamwabudu shetani. Hao ndio wenye mahali pabaya na wamepotea zaidi njia. Yani hawa watu wote ni wako kwenye mahali pabaya sana na wamepotea njiani. Inasema ni yule ambaye Mwenyezi Mungu amemlaani. Kwa hiyo wanaokula nyama ya nguruwe ni watu waliolaaniwa. Kwa tafsiri ya Qur'ani. Qur'ani inasema wanaokula nyama ya nguruwe wamelaaniwa, na wanamwabudu shetani. Na tena wapo kwenye mahali pabaya sana. Rafiki yangu, nataka nikuambie, unaikula nguruwe upo mahali pabaya sana. Tafadhali unapolisikia hili, tafadhali mwambie Mungu, naomba nisaidie niache kula nyama ya nguruwe, maana nipo mahali pabaya sana. Lakini tuone Qur'ani 537. Qur'ani 537 aya ile ya 538. Tuone Qur'ani inasema nini. Qur'ani 537 inasema kwa hakika Allah
na mjumbe wake ndio wameharamisha kununua na kuuzwa ulevi. Wameharamishwa kununua na kuuza ulevi, kula nyama za mizoga na kula nyama za mizoga, nyama ya nguruwe na nyama ya nguruwe, na kuabudu sanamu, na kuabudu masanamu. Kwa hiyo unaposikia katika Biblia au Qur'ani hii tukufu inasema Allah maana yake ni Mungu. Kwa hiyo anasema Allah Mwenyezi Mungu amekataa kunywa pombe, yani kuuza vilevi, kula nyama ya nguruwe na mizoga na nyama ya nguruwe, amekataa na kuabudu sanamu. Kwa hiyo unaona jinsi gani Qur'ani ambavyo bado inakataa. Rafiki yangu, na wewe Muislamu, naamini tuko pamoja sana. Ndio maana anasema ni haramu, kwa sababu ni kichapo.